Rwanda. Bwana hapa tunakwenda kupiga moja ya story ambayo tayari Simba wameshaiweka wazi, imeshakuwa rasmi. Story ambayo mwanzoni tulizungumza kama tetesi, lakini sasa si tetesi tena, na kimsingi ni story ambayo muda mrefu ilikuwa inaandikwa katika vyanzo mbalimbali vya mpira wa miguu kutoka hapa nyumbani Tanzania. Story inamuhusu Ibrahim Doumbia, nyota mpya huyu ambaye Simba Sports Club wamemtambulisha. Sasa kwa heshima ya nchi hii ya Rwanda, nyuma yangu ni uwanja wa Pele Kigali. Yes, ni uwanja nambari 2 kwa ukubwa katika nchi hii. Michuano ya Sekafa itaendelea hapa. Mnyama kesho anacheza mechi yake ya kwanza ya Sekafa msimu huu, lakini uwepo wa Mnyama kesho katika mechi yake hiyo, anakwenda kucheza dhidi ya Mogadishu City kutoka Somalia. Katika mechi hii naamini watu wengi watakuwa na shauku na hamu ya kutaka kumwona Ibrahim Doumbia katika mchezo wake wa kwanza. Lakini niwaambie, mpaka sasa hivi tunapozungumza Ibrahim Doumbia bado hajaingia ndani ya Kigali, hajaingia Rwanda. Kama ataingia baadaye sawa, lakini mpaka muda huu nazungumza session hii, Simba wametoka kumaliza mkutano wao na waandishi wa habari, Ibrahim Doumbia bado hajaingia. Kwa hiyo kama ataingia baadaye, atawahi session ya jioni ya mazoezi na atacheza kesho, tutakuja ku update tena kwa wakati mwingine. Lakini huyu Ibrahim Doumbia ni nani? Tumesha kumwangalia huko nyuma, lakini kwa brief tumwangalie na sasa hivi kitu gani ambacho yuko nacho na kitu gani ambacho atakiofa. Ibrahim Doumbia ni nyota kutoka Mali. Yes, Mali ni miongoni mwa mataifa ya West Africa ambayo yana talent nyingi sana na wanatoa wachezaji kwenye umri mdogo. Msimu uliopita Tanzania tulimpokea Lassine Kouma, alienda kujiunga na Young Africans, lakini msimu huu Mali tena wanatugea nyota mwingine ndani ya Tanzania. Huyu ni Ibrahim Doumbia, ni nyota mwenye umri wa miaka 22 tu, lakini sifa yake kubwa ni uwezo mkubwa wa sanaa ya kulijua goli. Bwana anafunga kweli kweli. Ni striker, ni namba 9 ambaye msimu uliopita wa 2025-26 wa Ligue 1 ya Mali alifanikiwa kufunga magoli 17 na kuibuka mfungaji bora wa ligi kuu ya Mali. Just imagine. Asilimia kubwa ukifuatilia trending ya wachezaji bora wanatokea Mali wana perform katika maeneo mengine mbalimbali, hususan katika hilo eneo la ushambuliaji, na Mali wana strikers wengi akina Ibrahim Kone ambao anafanya vizuri maeneo mengine. Wanaye sasa hivi huyu Philippe Traore anafanya vizuri kutokea kule Libya, lakini kwa hapa kwa maana ya Tanzania alikuja Lassine Kouma ambaye hakuwa anacheza katika position ya namba 9, yuko Young Africans kama attacking midfielder, lakini wanampa muda. So Ibrahim Doumbia, katika session iliyopita niliwahi kumfananisha Ibrahim Doumbia na Medi Kagere. Haikuwa kwa bahati mbaya, nakwambia haikuwa kwa bahati mbaya. Medi Kagere ni miongoni mwa nyota ambao uwanja huu unamfahamu vizuri sana hapa. Amecheza kikosi hiki unachokiona kinafanya mazoezi nyuma yangu cha Polisi Rwanda muda mrefu, na ni mmoja wa wachezaji wenye talent kubwa sana. Leo hii klabu ya Simba ukiwauliza striker wao bora kwa kutokea kwenye miaka hii ya 2000, Kagere kama sio tuoni analinda vizuri, lakini ana nguvu ya kushambulia, yani kwenye final third anashambulia, na wapo wengi mafullback wa hivyo. Lakini tunapozungumzia unamzungumzia mtu kama Adrian Mutu, unazungumzia mtu kama Dimitar Berbatov, unazungumzia DJ Drogba, Yves Tibili, unazungumzia Samuel Eto'o Fils, kwa wenzetu ambao wamepiga hatua kubwa. Lakini kwa hapa nyumbani ndo akina John Raphael Boko, akina Fiston Mayele, akina hapo nimemtaja Medi Kagere ambaye ndo
mimi ndio finest and striker finest kwenye muda wangu wa kuona mpira ni Meddie Kagere. So huyu ni such caliber ya wachezaji hao. So kwa Ibrahim Doumbia huenda akajoin na Simba katika michuano hii ya Sekafa na tukamuona hapa akiperform, na sisi tutakuwa mashuhuda wa kwanza kwa sababu hizi timu tunaziona tangu katika uwanja wa mazoezi, na tutakwambia kitu gani ambacho tumekiona kwa Ibrahim Doumbia na mashabiki wa Simba watarajie nini kwa wakati huo. But kwa sasa ni mmoja ya wachezaji hatari kwelikweli. Tukiangalia eneo la kocha Steve Barker na msaidizi wake Christopher, wote hawa kutokea Afrika Kusini. Unajua